finali yake sasa. Utakuwa ni mchezo wa design gani kwa kikosi cha Simba jinsi unavyokiona? Of course ni mechi nzuri ambayo nategemea kuiona. RS Berkane Manispaa Berkane pale dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana ya kwamba ubora timu zote mbili. Simba imechangamka, RS Berkane pia imechangamka vibaya mno kuliko Simba. Kwa hiyo ninachoweza kukisema ni kwamba Simba ukiitazama bado imekuwa na makosa, hasa inapokutana timu ambayo ina uwezo mzuri sana wa kufanya passing katika eneo la Simba. Lakini sina shaka na Simba katika kuweza kuandaa mashambulizi kwa namna ambavyo timu inavyocheza. Dosari ni moja tu, kwenye kutumia sana nafasi na kufanya sana makosa katika eneo zima la kujilinda. Ndiko ambako Simba naona kuna changamoto kubwa sana kwenye hii mechi. Eneo la kiungo la Simba wakimakinika, huenda tukapata mechi moja nzuri sana. Wakimakinika kukaa kwenye nafasi na kuondoa hatari kwa wakati, inaweza ikawa ni moja kati ya mechi ambayo Simba kuweza kupata matokeo. Lakini inaonekana kabisa kama ni kwa mbinde kweli, yani ni kwa mbinde mno kulingana ubora wa Simba kwa Berkane. Berkane ukitazama ni timu ambayo ina uwezo bora sana kujilinda, ina uwezo bora sana wa kuweza kuscore, na magoli yake mengi ni ya transitional attack. Wakati wao wanashambulia wakinyang'anya kudadeki zako, wakinyang'anya salamu kwa golikipa. Maana yake nini? Wanatakiwa Simba kuwa na umakini mkubwa sana kuwafanya hawa RS Berkane kwenye maeneo yao hatari. Kumbuka Berkane wanafunga magoli ya kila aina. Wanafunga kutokea pembeni, wanafunga kupitia katikati. Na wana idadi nzuri sana ya kuweza kufanya vizuri kwenye maeneo yote. Beki anafunga, kiungo anafunga, striker anafunga. Kwa jawaita Osama yuko pale. Na wasiwasi na yule Osama. Yule Osama kina Hamza watakiwa kukomaa naye kweli, lakini vinginevyo sitegemei chuma cha Mjerumani kuumbuliwa. Yani itaumia sana nikifedheshwa Morocco sana. Lakini ili Simba ipate matokeo chanya away, at least kidogo, huu ndio muda wa kuchukua ile video Young Africans ilivyocheza na Usuma, ambao Yanga ilishinda goli 1-0. Yani ikiiga Yanga kucheza mechi ile away, ikiiga Yanga, kuna kitu kizuri sana ambacho wenda tukakipata. Ila ukiwa mbishi kwenye hili, sitaki kesi baadaye. Maana Simba ndo wakati sahihi wa kufuata mfumo wa Yanga. Simba inabidi iige Yanga iliyocheza mechi hii finali away Algeria ilichezaje. Ukileta kiburi zitaongezeka goli. Mimi ninachokuambia, goli zitaongezeka. Kwa lazima iwe na umakini mkubwa sana. Iwe na umakini mkubwa sana. Lakini hatari nyingine nayoiona, RS Berkane kama wataamua kuja kupishana na Simba, ninaiona ni mechi ambayo wajua Simba Franks zake zile, Kibu Dennis na Mpanzu ni wachezaji ambao wanaenjoy sana open game. Na ndio maana utakuja kuona Simba ya kombe la shirikisho kabla kufika finali, si ndio? Mechi zake 4 ukiangalia mawinga wake ni tofauti na wale ambao wamecheza mechi za kombe la shirikisho. Kwa nini? Walikutana timu ambazo zinaruhusu mianya, game iwe wazi zaidi. Ni mipira ambayo Mpanzu anaenjoy sana. Ni mipira ambayo Mpanzu anaenjoy sana. Ni mipira ambayo Kibu Dennis anaenjoy sana. Kwa hiyo kama wale RS Berkane wamewamaki hawa wawili, kama RS Berkane wakikamata Kibu, wakikamata Mpanzu, Masai kanyang'anywa Simba Morocco. Hizo kodi unawapa. Ndio ninachosema hicho. RS Berkane wakimkamata Mpanzu, Kibu Dennis wawape eneo dogo la kucheza, Masai kanyang'anywa Simba Morocco. Kwa sababu ni mawinga ambao wanatumia nguvu na wanapenda au wanaenjoy sana kucheza open game kwa kiwango kikubwa mno. Simba Sports Club wakikutana timu ambayo muda mwingi inacheza kwenye low block, wanapata wakati mgumu katika kuweza kufungua. Lakini ninachokiona, RS Berkane watahitaji kuimaliza mechi Morocco. Sasa ili wasimalize mechi Morocco, maana yake nini? Simba inatakiwa kuwa na umakini katika kuweza kuwafanya RS Berkane wasiwe na uhuru wa kufanya chochote wanachokitaka. Simba wana maamuzi wao, mechi ishe Morocco au waje wamalize Tanzania. Kwa mafrubeki wale pale wakina Chemalon wakina nani, na maana wengi wamekuwa wakibeza kuhusiana na kiwango cha Chemalon. Je, ni yule? Yani hii mechi
Simba na maamuzi ya mawili. Wamalize mechi Morocco. Sawa. Huku waje watalii katika visiwa vya karafuu. Sawa. Au huku waje wateseke, maamuzi ni ya kwao. Sasa ili Simba wasiteseke kwenye fainali ya pili, wahakikishe hawaruhusu goli zaidi ya 2 au 3 Morocco. Sawa. Kulingana na timu ambavyo unavyoiona ile inataka kufunga popote ile timu. Kwa hiyo nini manake? Inahitajika Simba wachezaji wao kuthibitisha ukubwa wao kwamba wanaweza wakafanya kitu kikubwa. Lakini vinginevyo wakiruhusu fainali ishie kule, hakuna kitu kinachouma. Yaani ubingwa waje wachukulia hapa. Ni aibu kubwa sana. Aibu kubwa mno. Yaani ubingwa RS Berkane haja achukulia hapa ni aibu ya nchi. Aibu ya Afrika Mashariki na Kati. Itakuwaje pale? Kwa sitegemei Simba kuanza kutoka mchezoni eti mechi kwa sababu imepelekwa Zanzibar. Hatakuwa ni mambo ya kitoto. Lakini Simba ikipunguza makosa yake waliokuwa nayo. Na mbaya zaidi kocha ambaye anakutana nao ni kocha ambaye ni bora pia sana. Sana kwenye mashindano ya CAF. Sana. Manake nini? Ni kocha ambaye anajua kumsoma mpinzani, namna ambavyo anavyocheza. Na watakachokifanya ni kuwapresi sana Simba wafanye makosa, kuwashinikiza. Kwa wakiruhusu Simba hilo huku, manake Simba ikiruhusu kufungwa goli 4 Morocco bara hapa au Zanzibar, Masai kanyang'anywa Simba. Kwa maana ya ni makofi tu. Simba hii ilishawahi kuruhusu goli 4. Imekuja hapa imepoteza nafasi 10, imepata 3 dhidi ya Kaizer Chiefs. Na bado ukiangalia makosa yale bado anayo. Ndio maana nasema nidhamu bora ya Simba ya kujilinda itawasaidia Morocco. Lakini wakileta utani, wakiruhusu goli 3 si ngapi huko, hapa polisi anapigwa na mbwa zake. Unafikiri changamoto ya Simba ipo sehemu gani mpaka wanaweza wakafumuliwa? Changamoto ya Simba cha kwanza kwenye defense line yao. Kuweza kufanya makosa ambayo huku yategemea wao wakafanya. Changamoto ya pili ni kwenye midfielders wao. Speedy na kufika kwa wakati kwenye matukio. Yusuf Kagoma ni kiungo mzuri. Lakini kufika kwa wakati kwenye matukio inakuwa ni changamoto, na ndio maana faulu anazifanya nyingi sana. Sasa Kagoma ana kazi na ngoma kuhakikisha kwamba back four yao inakuwa nzuri zaidi, kwa sababu Musa Kamara mipira ya mbali amekuwa haioni. Tazama mechi hapa ya KMC Chambo, sio ya kwanza, mipira ya mbali ile mtu akisema sasa anaamua kunyosha, ana changamoto ya Musa Kamara. Kwanza naamini mtu anaitwa kunyosha, mtu kanyosha waya. Tunachikona siku hizi. Manake Simba katika maeneo hayo inabidi uwe na umakini mkubwa sana. Eneo lingine, huyu Steve Dese Mukwala huyu na Ateba ni wachezaji ambao wanahitaji maombi sana. Na sijui kama mpita kwa Mamposa, ni wachezaji ambao wanahitaji maombi sana hawa, ili wawe na siku nzuri ya kutumia nafasi ambazo Simba wanakwenda kuzitengeneza. Lakini vinginevyo sijui chuma cha Mjerumani nitaweka wapi sura yangu. Kwa maana bado wapo sawa. Bado katika matumizi ya nafasi bado. Kwa sababu mechi ambayo imepita juzi hapa, kama Mukwala angekuwa yuko vizuri alikuwa anafunga goli 5 peke yake.